Amkia, mimi mama yako. Uwe na heshima, uwe na adabu. Amkia. Marahaba, ujambo. Ndio hivyo jamani. Watoto wa siku hizi yani hawapendi kabisa kuamkia wakubwa zao. Anakukodolea tu macho hivi. Sijui kwa nini. Kwa hiyo wakubwa waamkie. Hai mam, japo mzazi akosei. Mzazi akosei vipi sasa? Wewe usipoamkia wakubwa, mimi naona ni kosa la mzazi wako. Hajakufundisha adabu, heshima. Lazima mzazi akufundishe namna ya kuingia kwenye maisha ya duniani. Asipokufundisha ndio wewe unaingia, unajifunza chochote unachojifunza, ndio unaona ndio maisha yanavyotakiwa kwenda. Kumbe sio hivyo. Ndio maana neno la Mungu linasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Biblia haidanganyi. Ukiwafundisha vizuri watoto wako watakuwa ni watoto wenye heshima, wenye adabu na wataishi vizuri. Lakini usipowaandaa namna ya kuingia duniani, watakuja kuingia wanashika kila kitu. Kila kitu mtoto anataka kujaribu. Kwa sababu gani? Hujampa guidelines. Hujampa miongozo ya kimaadili mizuri. Haya. Shida wakubwa nao hawataki shikamoo. Wanasema tunawazeesha. Hapana, mimi kwa kweli shikamoo naitaka. Unzeeshe vipi wakati mimi nakuzidi? Sijui. Lakini wewe mwamkie, ukimwona mtu mkubwa kwako mpe shikamo yake. Kama hataki basi atakwambia kama hivyo, haya utaachana naye. Lakini kiukweli yani wewe mwenyewe utakuwa unajua adabu imepungua sana. Yaani unakutana na vitoto vidogo lakini wala hawana habari. Mpaka umwambie yani wewe mbona uamkie? Mbona usalimii? Hivyo.